Hisia tofauti, hisia tumbi kuhusiana na hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta kwa taifa. Japo eneo la Pwani linajulikana sana kwa utalii, masuala ya ujenzi na uhandisi vile yanaenziwa sana huko. Je, wajuzi wa sekta hii wanasemaje? Hebu tujiunge na mwanahabari wetu Tobias Chanji kutoka ukanda huo atupe mengi zaidi. Chanji, haya yanaonekana kuwa kama mapya, maana wengi wanajua ni utalii. Tukiingia ufukweni wanasema umeung'oa, umefaulu maishani. Hawa wajenzi, uhandisi unashabikiwa namna gani katika kipindi hiki cha hivi sasa? Na bila shaka wengi wanadhania tu ukifika eneo la Pwani ni wazungu ambao wanazunguka fuo za bahari katika eneo hili. Kuna wale wanajua tu ni mahoteli ya kifahari ambayo yanapatikana katika eneo zima la Pwani. Lakini kumbuka kuwa kuna miradi ya ujenzi ambayo imechukua mabilioni ya fedha katika taifa hili la Kenya ambayo yanafanyika katika eneo hili la Pwani. Tukizungumzia masuala ya kivuko cha Likoni, kumbuka kuwa kwa sasa kuna ile daraja na barabara ya Dongo Kundu ambayo inajengwa, na hiyo jana tulipata uwezo wa kutembelea sehemu hiyo na tukapata kuwa 70% ya barabara hiyo inaweza kukamilika. Kumbuka kuwa imechukua kima cha zaidi ya shilingi bilioni 60. Na si daraja hiyo tu, tumeona pia vile barabara ya Changamwe ambayo vile inaendelea kujengwa, na vile kuna wajenzi wa nyumba pia za kibinafsi, nyumba za biashara ambazo zinaendelea kufanyika katika si kaunti ya Mombasa tu, lakini hata kaunti jirani za Kilifi. Kwa mfano ukienda sehemu ya Vipingo, ukija katika kaunti ya Mombasa, kuna eneo la kifahari la Nyali ambapo ujenzi huu unaendelea. Na kwa kidogo tu labda tukigusia kuhusiana na athari labda za corona au maambukizi ya virusi vya corona, sekta ya ujenzi haijaweza kuathirika pakubwa sana kama vile imeathirika sekta ya utalii, kwani ujenzi huu umeendelea ukifanyika. Lakini kwa sasa niruhusu tu nizungumze na mhandisi David Malidadi ambaye ni mhandisi wa ujenzi, na labda tu agusie kuhusiana na hotuba hiyo ya jana ya Rais Uhuru Kenyatta, na vile kutoka hapa labda tuelezee miaka 5 ijayo sura ipi itakayokuwa katika kaunti ya Mombasa na kaunti jirani katika eneo zima la Pwani. Karibu katika mahojiano yetu ya moja kwa moja. Asante sana kwa fursa hii ya kuweza kuzungumza na Wakenya juu ya swala la jana la rais wetu, kuzungumza na kutoa hoja tofauti na mipangilio ambayo iko nayo, hususani haya mambo ya Agenda 4 ni muhimu sana katika uchumi wa nchi hii yetu ya Kenya. Zaidi kuna swala la affordable housing. Swala hili ni muhimu kwa kuwa kumekuwa na ongezeko la watu nchini Kenya. Watu wamekuwa wengi na nyumba imekuwa ni adimu. Kwa hivyo kwanza itatoa ajira kwa wale wanaofanya kazi mle ndani, kutengeneza milango, madirisha na kadhalika, kuhusiana na haya masuala ya ujenzi. Pili, pia itaweza kusaidia Wakenya kupata nyumba. Swala lingine pia ni ambao alizungumzia, ambao kwamba ni muhimu zaidi, ni swala hili la TVET, haya masomo ya kiufundi. Masomo ya kiufundi, watu wanaofanya kazi kwenye sehemu hizi za ujenzi, kwenye mabarabara, kwenye madaraja, lazima wapitie masomo ya kiufundi, wapate madiploma, masertifiketi, na tunataka serikali ishikane na serikali zingine kama za Ujerumani, kama za kule Canada, ili tupate wanafunzi wetu wasome na wapate skills zile zenye competency, ili kuwawezesha waweze kufanya kazi. Kuna mashirika mbalimbali pia ambao pia wanajaribu kusaidia, kama NCA, kama Kenya Federation of Master Builders, wapewe na serikali hela ambazo zitawawezesha kufanya kazi yao vizuri, ili kwamba katika miaka inayokuja kama miaka 5 Kenya iwe katika zile nchi ambazo ziko kwenye second world. Na inawezekana. Rasilimali tunazo, watu tunao, human resource tunao nchini Kenya. Kwa hivyo hii ni fursa nzuri zaidi. Rais wetu alipozungumza jana, His Excellency Uhuru Kenyatta aliweza kueleza kinagobaga ni mipango gani ambayo Kenya inayo. Zaidi pia nimefurahia jana kuhusiana na ile masuala ya ile diesel unit zile za railway. Inasaidia watu wakiwa wanaenda makazini, wanaenda katika shughuli zao, hawapotezi muda. Nafikiri bila shaka Wakenya mnajua kwamba Nairobi watu wengi wanapoteza muda mwingi kwenye traffic jam.
wanapoteza muda mwingi wakati wakienda kwenye makazi yao. Kwa hivyo ile itasaidia katika kufupisha muda mtu anapokwenda katika shughuli yake. Zaidi tena hii sababu ni kuregesha tu nyuma kidogo kwa masuala ya ujenzi. Tumeona kuwa wengi wamekuwa kilalamika kuwa labda kampuni nyingi ambazo zinahusika na ujenzi, aidha wa nyumba, aidha wa barabara, na hii miradi yote mikubwa ambayo inaendelea, wengi wanatoka mataifa nje na haswa Uchina. Hapo umesema jambo muhimu. Kuna sheria ama policy ambayo ina taratibu, kanuni na desturi ni jinsi gani hizi kampuni ambazo zinatoka nje kama Uchina zinatakana zifanye kazi. Na hii kanuni, desturi na sheria iko kwenye Public Procurement Oversight Authority, ya kwamba kukija kampuni ama mashirika ya kutoka nje yamekuja kujenga hapa, 40% iwe itapewa makontrakta wanakandarasi wa kutoka hapa Kenya. Lakini tunashangaa kwamba hili jambo halifuatiliwi vile inavyotakana. Kwa hivyo tunashinikiza serikali ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, rais wetu, waweze kushikana na sisi mainjinia wanakandarasi ambao tuko hapa, ili kwamba hizi kampuni zinapokuja tufanye ile kinaitwa teknolojia tekelezi ambayo inatoka katika hizi kampuni za kutoka nje, alafu inakuja kwa Wakenya. Maanake hatutaki hao wa China wajenge milele hapa. Tunataka baada ya muda, miaka 5, miaka 10, sisi wenyewe wa Kenya tuwe tunazichukua zile kandarasi, tunazijenga barabara sisi wenyewe, floating bridge tunaijenga, kama ni Lake Victoria tunajenga pia sisi wenyewe. Lakini hatuwezi milele kuweka wa China mbele, kipaumbele watu wa nje wanachukua pesa. Pesa za hapa zinakwenda Uchina. Kwa hivyo tunataka pesa zetu zikae humu, biashara zetu ambazo ziko hapa ziweze kufanikishwa, ziweze kusaidiwa. Kama kuna tax rebates, ile ushuru ipunguzwe. Kama kuna njia moja au mbili ya kusaidia watu wetu, tusaidike sisi. La sivyo sasa itakuwa Kenya nchi ambao kwamba sisi ni watu wa net importers na hakuna kitu sisi tunatoa nje. Kwa hivyo mambo ambayo Mheshimiwa Rais jana alizungumzia katika State of the Address ni mambo ambayo ni masuala nyeti kwenye nchi yetu hii ya Kenya. Na kweli tukiwa tutashikana naye na mashirika, maana hawezi kufanya peke yake, mpaka ashikane na mashirika tofauti ya kiserikali na ya kibinafsi, ili sisi tusukume hii kitu ifanyike. Na yawezekana. Imefanyika Malaysia, imefanyika South Korea, basi Kenya pia inawezekana. Akili tunazo, sheria tunazo, mafundi tunao, vyuo vya kufundisha vya kiufundi vipo. Kwa hivyo sisi tuko na rais wetu katika swala hili, na swala hili swali nyeti kabisa. Bila shaka mafundi tunao, kila kitu tunacho, lakini wengi watajiuliza, haswa wakazi wa kaunti ya Mombasa. Mombasa tunavyojua ni kisiwa. Je, kuna sehemu yote ya kujenga, kuna ardhi mbadala? Ukienda nchi kama Norway, ni nchi iko karibu na iko karibu na bahari na imezingirwa na bahari, lakini kuna njia za kiteknolojia za kuongeza nafasi ziko. Ukienda kule Kiembeni kwa mbele kule juu, ziko sehemu kubwa za kujenga. Ziko nyumba hapa mjini hapa ambazo kuwa haziko katika hali nzuri, zinaweza kubomolewa tukaweka nyumba mpya ambao inaweza kuwa na watu wengi. Sisi tumekuwa na hii kasumba kwamba nyumba mpaka mimi niwe na compound yangu, niwe na nafasi yangu. Hiyo mentality ama kasumba lazima tuitoe, tuanze kujenga apartment zinazokwenda juu ambao itakuwa inabeba watu wengi. Sababu tuko kwa swala hilo, kuna wale ambao wanasema kuwa labda kukijengwa nyumba za kisasa bila shaka itakuwa inafuta ile hadhi ya zamani ya mji wa Mombasa, ambayo inaleta utamaduni, inaleta mila. Kwa mfano tuna majengo kama Forges ambayo yamekuwekwa kwa zaidi ya miaka 1000. So unasema labda tukianza kujenga mijengo mingine, huenda sura hiyo ikapotea. Hilo jambo umesema ni jambo muhimu sana kulingana na utalii wetu. Lakini ndiyo katika kudesign ama kutengeneza design za majumba, tunao historic architecture, ambao katika hii historic architecture kuna Islamic architecture na kuna architecture ambayo kwamba ya zamani. Kwa hivyo majumba haya yetu tunaweza kuyajenga kwa kuchanganyisha mitindo ya kizamani na tukaweka mitindo ya kisasa, na ikawa iko sawa na ikawa iko madhubuti. Ni sisi tuwe na, wazungu wanasema cocktail kabisa, tuwe na ari kwamba kweli tunataka tubadilishe mandhari ya Mombasa iwe modern, iwe ya kisasa, lakini tudumishe ile tamaduni ile ambayo ilikuwa hapa toka mwanzo. Kwa hivyo inawezekana, washikadau wapo,
Tunaomba serikali ituite, kina Kenya Museums of Kenya ituite sisi mainjinia, wahandisi, wachoraji ramani, tukae kwenye meza, ni jinsi gani sisi tutaboresha pwani yetu iwe katika hali ambayo kwamba hadhi yake iko juu. Inawezekana, lakini sisi wenyewe tujiamini. Sisi wenyewe Afrika tujiamini. Tuna uhuru jamani. Miaka hiyo tumekaa, tutashindwaje na mambo madogo madogo? Mainjinia tunao, wahandisi tunao, architect tunao, wachoraji ramani tunao. Watu wote wapo hapa ambao wako tayari kujitolea ili kuhakikisha kwamba Mombasa yetu hii, pwani yetu hii imefika katika hadhi ambayo iko juu. Naam. Nashukuru sana kwa elimu yako na ujuzi ambao umeweza pia kutueleza. Labda kama ningeweza kupenda somo la hesabu, bila shaka ningekuwa pia ni mchoraji ramani. Tunashukuru. Ni David Malidadi ambaye ni mhandisi tu, akizungumzia kuhusiana na hotuba ya jana ya Rais Uhuru Kenyatta, na so akigusia zaidi kuhusiana na ujenzi si wa nyumba tu bali vile vile wa barabara. Kumbuka kuwa sekta hii iko katika zile agenda 4 za Rais Uhuru Kenyatta ambazo analenga kuboresha, na kama ulivyomsikiza ni mengi tu ambayo kwa sasa inahitajika kufanyika, ikiwemo kuwaelimisha Wakenya, wanafunzi wapende sekta hiyo, kusudi tuweze kupata labda wale wajuzi kutoka humu nchini, na tusitegemee wajuzi wote kutoka mataifa jirani. Ni hayo tu ambayo unaweza kuelezea kwa sasa kutoka katikati mwa jiji hili la Mombasa. Chanji, labda kwa sekunde 30 kabla nikuachilie, umegusia sana pale na mhandisi swala la ujenzi wa nyumba na kadhalika, na Mombasa ilikuwa mstari wa mbele kutangaza ujenzi wa nyumba nafuu, kukawa na vuta nkuvute pale Bakstani chini ya uongozi wa Gavana Joho. Je, miradi kama hii imefikia wapi? Maana hatujisikii, na wewe ni ripota wetu pale Mombasa, una yapi ya kutuambia kuhusiana na haya? No, bila shaka kuna miradi kama hiyo ambayo inaendelea, na ninachofahamu kuwa ni ule mradi wa Bakstani kidogo umeleta tumbo joto, huku kuna wadau ambao wametishia kuenda mahakamani kusimamisha, na vile vile kuna wale wanasiasa ambao vile wameweza labda kuingilia kati. Lakini labda niruhusu tu pia nizungumze na mgeni wetu hapa, tuelezee labda ikiwa walihusishwa katika ule mradi wa Bakstani wa kuweza kupata labda kuwa na zile nyumba za bei nafuu. Asante sana. Nashukuru kwa fursa hii. Mimi sikuhusishwa, ama wenzangu ambao ni wahandisi hatukuhusishwa katika yale maswala, ingawa sisi hatukatai wala hatukasiriki kwamba hatukuhusishwa, lakini lile jambo ni jambo zuri kwa yale majumba ya zamani, na tuseme yameanza kuharibika, na sasa inakuwa kama ni hatari kwa wale wanaokaa pale. Kwa hivyo ikiwa serikali ya kaunti ya Mombasa pamoja na washikadau wengine na serikali kuu imeleta mpango mpya wa kuwa nyumba zitajengwa design ambayo ya kisasa na itakuwa na watu wengi, kitu tunachoomba kwamba kwanza wale watakaohusika katika ujenzi wenyewe, makontrakta ama wale watahusika katika kujenga, wachukuliwe watu ambao sisi wako humu wafaidike wao mwanzo. Mafundi wa Mombasa mwanzo wafaidike. Msituletee mafundi kutoka Nairobi wakati mafundi wako hapa. Asilimia kubwa wawe mafundi wa hapa, wawe mainjinia ambao wako hapa, maarchitect ambao wako hapa. Basi ikiwa nafasi hakuna, wamejaa, basi tafuteni wengine kwengine, lakini sisi tuko sawa, tuko thabiti katika kazi yetu, tunaifahamu na tumebobea, tuna tajriba kwenye hii kazi, na tunataka haya maendeleo yahusishe watu wote. Asante sana. Bila shaka ujumbe maridhawa kabisa, kama ulivyomsikiza mhandisi anavyozungumzia swala hilo la Bakstani. Lakini kile tunachoweza kueleza kwa sasa ni kuwa mradi huo vile vile umeweza kuchukua mkondo wa kisiasa, kila mwamba ngoma akivuta kwake, na kila mtu akitaka kujipigia debe za siasa za mwaka 2022. Na asante Chanji, bila shaka ni mmojawapo hiyo ya ajenda zile kuu za rais, makazi nafuu. Alizungumzia jana na kataja maskini wa mijini, na watu wakajiuliza ni akina nani hawa walio mijini na wanatajwa kwamba ni maskini, hawana hata makazi. Mradi mmoja ni huu wa Bakstani. Na tusonge